Kwanza ni washukuru kwa kufika wengi hivi kwa mchezo wetu dhidi ya Dar es Salaam Young Africa. Sisi kama Mtibwa Sugar tumejiandaa kwa 100% dhidi ya Young Africa na tunaamini tunaenda kucheza mchezo ulikuwa mzuri dhidi ya wapinzani wetu. Swali kwa waandishi. Maswali? Asante. Jina langu ni Rafaniana kutoka TBC. Mwalimu, tumeona michezo mitatu mfululizo mkiwa nyumbani mnaangusha alama zote 9. Kuna bao 9 ambazo mmeruhusu kufungwa. Mnakwenda kucheza na timu ambayo ipo daraja la juu, lakini pia ni timu ambayo ligi kuu ya NBC. Ila tu mnaweza mkama faida moja pengine kitaalamu, kwa sababu tumeona fixture ya Africans ni ngumu, kwa sababu ilikuwa wanacheza kwa muda ule kwa kanuni ni sawa. Ila pengine mmejipangaje sababu kwamba machukua alama 3 mbele ya Africans ambao kwanza wameandamwa na wachezaji wengi sana ambao wana majeruhi. Pengine kwenye uwanja wa mazoezi nini mmekifanya kama walimu kisha kwamba machukua alama 3 msipoteze mchezo wa 4 mfululizo katika uwanja wa nyumbani? Okay, shukran kwa swali lako zuri, lakini naomba maswala mengi ya bezi kupitia Mtibwa Sugar na sio Young Africa, kwa sababu sitoweza kuiongelea Yanga, sijajua mipango yao, strategies, sijui mipango ya Yanga hata mmoja. Swala la Young Africa kusema wanacheza michezo mingi siwezi kulijibia hilo. Lakini kama Mtibwa Sugar nitakuwa niko hapa tayari kujibu swali lolote. Na sisi kama Mtibwa kweli hapo awali michezo mitatu ya nyuma tumepoteza, na tumepoteza kwa sababu tumefanya makosa. Tumekaa katika kiwanja cha mazoezi, tumetatua matatizo yetu na kuhakikisha haturudii yale makosa, ili mchezo ambao hapa mbele tuweze kucheza na kuhakikisha tunacheza katika ubora uliko kama tulivyoanza ligi. Swali lingine? Naitwa Johan Ismail natokea Sky Television TV. Mwalimu, umekuwa na matokeo ambayo sio mazuri zaidi katika uwanja wa Jamhuri tangu mchezo wa Mashujaa ambao umeweza kupoteza, lakini kwenye michuano ya FA umeweza kutoka katika uwanja wa Jamhuri. Pengine kikosi cha Mtibwa Sugar kipo na morali ya namna gani kuelekea mchezo wa kesho, lakini wachezaji gani ambao ni muhimu zaidi tutawakosa katika mchezo wa kesho? Moral ipo kwa 100%. Tumecheza michezo yetu mingi katika uwanja wa Jamhuri. Ipo ambayo tumefanikiwa kupata alama na ipo ambayo tumekosa, lakini tumekosa mfululizo hii michezo mitatu. Tumekosa michezo mitatu ikiwepo FA, mmoja tumepoteza Dar es Salaam dhidi ya Azam. So nafikiri kutuliza kwanza akili, psychology za wachezaji, na tumepata muda huo mzuri. Pia tumerudi kama nilivyokuambia katika kiwanja cha mazoezi, kurudi kuangalia makosa yetu ambayo tumeyafanya na kuwafanyia kazi. Naamini kwa sasa hivi tulipofikia tutaweza kuwa bora. Swala la injuries kwenye mpira ni jambo ambalo haliwezi kuepukika. Ukimwona mtu analia swala la injuries, huyo hajajipanga kimchezo wa mpira. Mpira unaweza kusajili wachezaji almost zaidi ya 30. Huwezi ukalia kwa sababu wachezaji 3 4 unawakosa kwenye pitch. Sisi tuna almost namba zaidi ya 7 watu wako injuries, lakini siwezi kuja hapa nikaongelea injured players. Nitaongelea wachezaji ambao wako tayari na determine kwa ajili ya mchezo huu, na naamini ambao waliokuweko wanaweza kutuwakilisha vizuri na kuweza kupata result. Asante. Kwa majina naitwa Jeff Kumesawa natokea TMC. Mfululizo wa mechi zenu 4 zilizopita mmekuwa hamfanyi vizuri. Je, hofu yenu ni nini mnakwenda kukabiliana na Africans, lakini mmefanya marekebisho gani kuhakikisha mechi ya kesho mnapata pointi 3? Asante kwa swala zuri, lakini sisi tumejipanga vizuri, na nafikiri kikubwa zaidi kwenye kujipanga kwenye akili, manake kwenye utimamu wa mwili wachezaji wako vizuri. So kwenye akili, unajua mtiririko wa michezo yetu tumeenda kucheza na tumepoteza, ilikuwa ni michezo back to back. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwa kweli kuweza kuadapt kwa wakati ule. Lakini sasa hivi tumepata gap, tumekaa na wachezaji chini, pia tumerudi katika kiwanja cha mazoezi. Nafikiri watarudi wakiwa bora zaidi. Kitu ambacho tunahofia kupoteza, lakini sio kuhofia kwamba tunacheza na nani. Tunaheshimu Yanga ni timu kubwa, ni timu kubwa Afrika, ni timu kubwa Tanzania. So tunaenda kucheza kwa nidhamu na kuhakikisha tunahitaji alama zidi ya mchezo wa Yanga Afrika. Swali lolote la mwisho? Kocha yuko katika
timu ambayo inasifika kwa kuzalisha vijana wengi ambao wana vipaji, na tunaliona hilo pia msimu huu, vijana wengi sana wanatumika ambao umekuwa nao tangu timu za vijana. Lakini mnapo approach michezo mikubwa kama hii, kulingana na daraja la timu ambayo mnaenda kucheza nayo, unahisi kuna taarifa za ziada zaidi ambazo wachezaji wanaweza kuwa nazo, au ni kipi hasa ambacho unakuwa unaweza ukazungumza ili kuhakikisha wanakupa mchezo mzuri zaidi? Sorry, samani kidogo sijapata, yani ndani ya swali lako ulikuwa na mantiki gani, kwamba ages ya player ama yani kwamba ni wachezaji experience? Yeah, exactly. Yeah, okay. Yeah, tuna wachezaji katika kariba tofauti, tuna young player pia tuna experience, lakini tunahitaji wachezaji zaidi vijana, kwa sababu tunaamini katika falsafa yetu tunahitaji vijana zaidi, na tuko nao trust pia wanafanya kazi ile ambayo sisi tunaitaka. Na kwenye upande wa experience pia tuko nao experience wetu, wanasaidia kuwatengeneza vijana katika upande wa psychology na timu kwa jumla. Sawa, kushukuru coach. Sasa tumsikilize mchezaji kwa niaba ya wachezaji wa Mtibwa Sugar. Harun pia watu tuambie. Mchezo tunaenda kucheza ni mchezo mkubwa, lakini kiufupi kwamba una pressure yoyote, ila kikubwa tu wachezaji wana morali kuelekea mechi ya kesho. Swali kwa mchezaji? Harun, umezungumza kwa kifupi sana kwamba hamna pressure yoyote kuelekea mechi na Yanga, tofauti na wengine wanapozungumza kwamba wanaenda kukutana na Giants na wanakuwa na pressure. Pressure imeondoka kwa sababu gani kuelekea mechi na Yanga? Naweza nikasema pressure hamna, kwa sababu tayari tushacheza mechi nyingi na tumeshafanya vizuri, ila hapa katikati tu tumepitia kipindi cha mpito, hatukupata matokeo mazuri, ila naamini mechi ya kesho tutafanya vizuri. Bwana kapteni, mnakwenda kukutana na timu aina ya Yanga kutokana na daraja ambao pia wapo, unahisi kuna kazi ya ziada ambayo unahitaji kufanya ili kupata matokeo, lakini vile vile hasa katika nafasi yako kama kiongozi kwenye safu ya ulinzi, unakabiliana vipi, unajipanga vipi kukabiliana na timu ambayo inaongoza kwa mabao ya kufunga kwenye ligi? Mimi naweza nikasema kwamba mechi ya kesho tutaenda kwa kuheshimu Yanga, ila kwa sisi tayari tushapata maelekezo ya kutosha kutoka kwa walimu wetu kuhusiana na mchezo wa kesho, na jinsi Yanga wanavyocheza tayari walimu washaangalia na washaifanyia kazi, na mimi nitafanya vizuri. Basi nikushukuru Harun. Na hao ni upande wa